na yale ambayo hatukuyafanya, na tutoe sababu kwa nini hatukufanya. Leo tumeanza asubuhi, tumekagua miradi, lakini kwa utamaduni wetu, unapokuwa na mbunge wa jimbo yuko mahala husika, umtendei haki ukimnyima kusalimia wananchi waliomchagua. Najua mambo mengi anashiriki nayo kwenye vikao kupitia nafasi yake kama diwani, kwa sababu anaingia kwenye kikao cha halmashauri kama diwani, kwa sababu kile kikao cha madiwani, lakini yeye akiwa ni mbunge. Baada hapo anaingia bungeni, kwa yale yanayowezekana kwenye halmashauri anapambana nayo, yale yanayowezekana kwenye bunge anapambana nayo, lakini mwishoni kupitia kikao cha RCC tunapopokea mapendekezo na mipango ya utendaji kazi, na sisi kama mkoa tunayabeba kuyapeleka TAMISEMI kupitia kamati ya bunge, na kamati ya bunge kializia yanaingia kwa waziri wetu, yakitoka kwa waziri wetu yanaenda kwenye bunge, na hatimaye inaitwa bajeti ya TAMISEMI. Sasa hapa leo nimepanga kupigana na watu spana. Hapa nataka nipige spana kweli kweli, kwa sababu mwanadamu huyu ana akili nyingi sana na ni mjanja sana. Ukicheka cheka naye kuna siku utavuna nini? Mimi ninatamani mkoa wa Arusha uwe ni mkoa wa kwanza unaongoza kwa wananchi wake kuwa na furaha inayotokana na upatikanaji wa haki. Kwamba wananchi wawe wa Longido, wawe wa Karatu, wawe wa Meru, wawe wa kule Ngorongoro, iwe ni Monduli, kokote kule, ili mradi yuko kwenye mkoa wa Arusha atembee kifua mbele, kwa sababu ana haki zake na zinalindwa. Sasa kazi yangu mimi nimekuja kuingia katikati ya mwenye haki na asiyetaka kutoa haki, kwa sababu wako ambao hawataki kutoa nini. Kwa mfano, afisa utumishi yuko wapi? Tumetoka kwenye mtaa mmoja, mheshimiwa mbunge anataje? Tumetoka daraja 2 pale Sanali. Tumekutana na mtendaji wa mtaa, hajalipwa mshahara tangu ameanza kazi mwezi wa kwanza mpaka leo, na hajalipwa hata pesa ya kujikimu. Swali, kwa nini mna mtu anafanya kazi na hapati ujira wake? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kutoa ufafanuzi. Huyu mtendaji anaitwa John Katungutu, alikuwa mtendaji wa kata ya daraja 2. Tarehe 10 mwezi wa kwanza alitoroka kazini. Kwa hiyo tulizuia mshahara wake mwezi wa kwanza, akawa hayuko kazini. Mwezi wa pili hayuko kazini, mwezi wa 3 hayuko kazini. Tarehe 2 mwezi wa 4 tulimfungulia charge. Kwa hiyo baada ya chaji na mishahara mitatu ile kukosa na wanne, kwa hiyo akaibuka na hoja ya kuumwa. Lakini shauri lake la kinidhamu liliendelea, lilifuata prosesi zote, kamati za uchunguzi ziliundwa, na baraza la tarehe 17 mwezi wa 5 baraza likaamua kumpa adhabu ya kumpata mshahara kwa asilimia